Vita baina ya Iran na Israel pamoja na mshirika wake Marekani imeifanya dunia iwe sio sehemu salama sana kwenye masuala ya nishati. Kwa sasa nishati haswa ya mafuta imeendelea kuwa ghali kweli kweli, huku kila nchi ikilalama ya kwamba bei ingali ikipanda kila uchao. Mabadiliko ya bei yanaanzia ndani ya soko la dunia lenyewe, na hii inatajwa kwamba chanzo chake ni kupungua kwa uzalishaji kwenye mataifa ambayo yanazalisha zaidi mafuta, lakini hata yale ambayo yanazalishwa yamekuwa na wakati mgumu kutoka huko yaliko na kufika kwenye maeneo mbalimbali duniani. Watu wengi wameanza kuangalia mbadala uwe nini. Ni matumizi ya umeme, hali kadhalika pia na gesi, ndiko ambako juhudi kubwa zimeanza kuelekezwa. Dunia inaweza kufanikiwa kujikomboa kutoka kwenye makucha ya utumiaji wa mafuta ambayo ilikuwa ni kama jambo la asili, na ni kwa namna gani hatua hizi zinaweza kuwa na tija. Huo ndio utakuwa mjadala wetu, kuangazia na namna ambavyo hali ya mambo ingali ikiendelea kuchafuka kila uchao. Naitwa Nurdin Selemani na kualika kwenye uchanganuzi hii leo, yangu matumaini ya kwamba siku yako imekuwa salama salimini. Studio tumemwalika Shadrack Kikoti ambaye ni mchambuzi wa maswala ya uchumi, biashara na uwekezaji kutoka KP Motors. Karibu sana Shadrack. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Tunasonga. Ndio. Dunia ipo kwenye wakati mgumu kweli kweli. Bei za mafuta tunaona zinaendelea kupanda. Leo tunashuhudia mafuta yakiendelea kupanda kwa zaidi ya 200 na kutoka pale ambako yapo. Diesel na yenyewe huenda ingepanda zaidi maradufu, lakini taarifa ambayo imetolewa na EWURA inaonyesha kwamba serikali imeweka ruzuku ya wastani wa shilingi 250 hivi ili kuhakikisha kwamba inapoza machungu kwa diesel inatumika zaidi kwenye uzalishaji. Dunia ipo njia panda kwa kiwango gani kwenye hili la mafuta? Kwa kweli ni mtatiziko mkubwa sana ambao kwanza wachumi mbalimbali naona wanakadiria kwamba kama bei ya mafuta ikiendelea kukua kiasi hiki, kuna uwezekano mkubwa kabisa kuingia katika mdororo wa uchumi. Mdororo wa uchumi ambao athari zake mara nyingi tunazifahamu, ambazo huwa zinakuwa kubwa sana katika mawanda yake watu kwa pamoja, na wanafikiria kwamba kama bei ikifika 120, kuanzia 120 dola 120 kwa pipa, tunaweza tukajikuta rasmi tumeingia katika mdororo wa uchumi. Sasa ni mtatiziko ambao hauna madhara tu katika wenzetu huko, kama tunavyoona bei kwa hapa Tanzania ni kama vile imekuwa kwa asilimia karibu 40 tangu hii vita ianze. Zaidi ya 40 nadhani. Sasa ni swala ambalo kwa kweli lina madhara makubwa sana katika uchumi kwa ujumla. Nini sasa inaweza ikawa athari ya bei ya mafuta dhidi ya mfumuko wa bei? Cha kwanza lazima ufahamu kwamba Watanzania wanafahamu msemo maarufu ambao tulikuwa tukiutumia kama vyuma vimekaza. Sasa vyuma vimekaza, na ilikuwa ni msemo unatumika kwamba hali ya uchumi inapokuwa ngumu, si ndivyo? Sasa ni nadharia nzuri sana, kwa sababu kama vyuma vimekaza, vilegeze huwa vinalegezwa kwa oil kwa mafuta. Kwa hiyo hata tu katika vyuma vya kawaida mafuta ndo huwa yanalegeza vyuma. Sasa mafuta yenyewe ndo yamepanda, kwa hiyo hata uchumi unakuwa uko hatarini sana, kwa sababu kwanza kitu kimoja ni kwamba lazima ujue uchumi unagusa usafirishaji, na ni mafuta yanagusa usafirishaji. Mafuta yanapogusa usafirishaji, inagusa usafirishaji wa bidhaa kutoka eneo moja kwenda jingine, au usafirishaji wa huduma, maana watu na kila kitu. Sasa badiliko lolote la bei pale linaenda kugusa mnyororo wa thamani mzima wa bidhaa zote, na kitu ambacho kinaenda kuchagiza sana katika ukuaji wa ongezeko la bei sokoni, na madhara yake ndo kama hayo ambayo tunaongea. Kuna bei ambazo zinajulikana kabisa, ikishapanda imepanda, haiwezi kushuka. Yani nauli ya daladala ikipanda itakuwa imepanda.
Kwa hiyo sasa pengine ni madhara ambayo tutaishi nao kwa muda mrefu zaidi, hata kama vita ikishaisha. Tutegemee kuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo wapi ambao kunaweza kukawa ni ahueni, hasa kwenye hili eneo la upandaji wa bidhaa ambao manake obviously unaleta mfumuko wa bei, lakini pia haya maeneo mengine ambayo ya gharama za usafirishaji, kwa sababu moja ya jambo jingine ambalo linatajwa zaidi ni kwamba kutoa bidhaa kutoka mashambani kuleta mijini na kwenyewe kunatumia mafuta. Yes. Sasa si kwa minajili ya kutaka kuvutia kile sisi tunafanya. Kwa mfano unavyonitambulisha umesema natokea KP Motors. So unajua sisi tunatengeneza magari ya umeme. Tunatengeneza magari ya umeme tena ya kubeba mizigo. Kwa hiyo ni kutoka mashambani, kutoka majumbani kwenda maofisini kwenda majumbani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaangalia, na sio sisi tu, na wachumi mbalimbali pia wanaangalia kama mbadala wa nishati mbadala kama hizo zinazotumia umeme au zinazotumia umetaja gesi. Ingawa binafsi gesi bado naiweka ya pili kidogo, kwa sababu pia na yenyewe bado ni sio salama, sio safi sana kama umeme. Lakini tu kuongea kuhusu umeme, kwa mfano gari kama kwa kawaida tu, hata pikipiki ya umeme au gari kama la kwetu lina uwezo wa kwa umeme wa shilingi 3,000 ambao unazalishwa kwa maji, umeme wetu wa TANESCO, unaweza ukatembea kwa kilomita ambazo ungetumia mafuta 60,000. Sio kwa bei ya leo, hiyo ni bei ya kabla ya ongezeko. Kwa hiyo nikipiga hesabu za bei ya leo, ina maana ni gharama zaidi, lakini wakati ambapo miezi mitatu nyuma ilikuwa ni unatumia kwa mafuta 60,000 kwa kutumia umeme wa 3,000. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kwa bodaboda na bajaji za umeme ambazo tayari ziko hapa mijini. Kwa hiyo tunaangazia suluhisho la hizi bidhaa, vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme kama moja kati ya kitu ambacho kitapunguza sana gharama za wasafirishaji wa hapa ndani, lakini pia hata tu kupunguza mzigo mkubwa wa utegemezi wa mafuta kwa taifa. Tutabaki na mafuta, hatuwezi kuondoa kabisa, lakini ninapata picha kwamba ndani ya miaka 5 ijayo, 10 ijayo, tukiona raia wa kawaida wasiwe tegemezi sana kwa mafuta kama mafuta, bali ikawa bado anahitajika kwa ajili ya shughuli nyingine za kiuchumi, kwa sababu kuna mitambo bado itaenda kutumia mafuta, lakini kuna malighafi nyingine ambayo tunatoa kwenye mafuta, vifaa vya petroli na vitu kama hivyo vitaenda kutumika hivyo. Lakini kwa habari ya usafirishaji, naiona hata tu sisi wenyewe kama taifa miaka 10-15 ijayo tukiwa tumehama kabisa katika utegemezi. Lakini pia kingine ambacho ni kitu chanya kimekuja na huu mdororo, kimeamsha ile ari ya kuona kwamba sasa ili swala la mafuta utegemezi tunaliangaliaje. Ndio maana utaona kwamba moja kati ya mabadiliko chanya hayo ni kwamba mataifa sasa yameanza kuongea kuhusiana na kuwa na refineries hapa humu ndani. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninaweza nikasema kimechagizwa pia na huu mdororo. Yaani kuna kitu ambacho kinakutokea katika maisha afu ndio kinakushtua kwamba okay, kwa nini vita iko Strait of Hormuz huko, lakini sisi huku ndo tunapigwa zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa kama wake up call ya kwa serikali zetu, na naona wadau mbalimbali wakiona namna gani ambavyo wanaliratibu hivyo. Kwa hiyo lakini pamoja sisi kama wadau sisi na wadau wengine wa mambo ya magari ya umeme na vifaa vya umeme, tunaona pia hata mwamko wa wananchi pia umekuwa mkubwa sana. Nilikuwa naongea na kijana mmoja wa bodaboda leo ambaye anaendesha bodaboda ya umeme. Ananiambia kwamba yeye pikipiki alinunua mwezi kama 2 iliyopita kwa shilingi milioni 5 ya umeme. Leo ile pikipiki dukani inauzwa milioni 6. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu ni kama vile zimekuja, zilikuwa tu bado watu wanazisikilizia zinaendaje, ila baada ya kuona kile kinachotokea kwa wengi wanakimbilia huko. Kwa hiyo tunaona mwamko mkubwa sana ukiwa kwa hao. Kwa hiyo tunajiona tu ni sehemu ya watu ambao
tuko kwenye sehemu salama ya historia ingawa tunawapa pole. Katikati ya haya yote, wachumi wanasema athari zake ni nyingi, kwa sababu tunajua uchumi wa kidunia ambao huwa petrodola una mambo yake. Ndiyo. Na athari zake ni zipi sasa kwenye mathalan kwenye thamani ama thamani ya shilingi yetu dhidi ya haya yote ambayo yanatokea nyakati kama hizi? Sasa petroli au mafuta kwa ujumla ni moja kati ya bidhaa ambayo tunaiagiza kutoka nje kwa kiwango kikubwa na ya muhimu sana. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa na ya muhimu, na huwezi ukasema usifanye. Usalama wenyewe wasema usalama wa taifa. Ni national security. Sasa na sarafu ya kuagizia mafuta ni dola. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba tunahitaji dola nyingi zaidi kwa ajili ya kuagiza mafuta, na hivi bei zimepanda, maanake utahitaji kuwa na reserve kubwa zaidi ya hizo dola. Sasa ni namna gani ambavyo upatikanaji wa dola unapatikana kwa sisi tunavyouza nje pia, ndio dola zinavyoingia ndani kwetu na sisi tunapata ya kutumia kununua. Sasa tunauza nini na nini kwa bei gani na tunapata dola kiasi gani ni utata. Kwa hiyo utajikuta kwamba tutakuwa tuna uhitaji wa dola nyingi sana ambazo sisi wenyewe hatuna uwezo wa kuzipata, kwa hivyo na itasababisha thamani ya pesa kushuka chini kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho uzuri na wataalamu wetu wa Benki Kuu ya Tanzania ndio majukumu yao ndio hayo, kuona sasa tutafanya nini, watafanya kitu gani, wanaumiza vichwa hivyo. Lakini moja kati ya madhara makubwa kabisa ambayo tunayapata kwa ongezeko la bei ya mafuta duniani na hata hapa ni moja kwa moja utaliona kwenye shilingi yetu dhidi ya dola. Turudi hapa kwenye matumizi sasa ya umeme. Tunaona mwamko umekuwa ni mkubwa sana. Tunaelezwa kwamba kuna moja ya kampuni bajaji zake za umeme zaidi ya 3,000 wameshauza. Kwa hiyo maana yake mwamko umezidi kuwa mkubwa. Pikipiki watu wanazikimbilia. Kuna magari na yenyewe yanaendelea kuuzwa, akiwemo yale ya kampuni yenu. Hii inatupa tija gani hasa kwenye kuchechemua uchumi wetu ambao ulizoea matumizi ya mafuta, lakini sasa tunakwenda kwenye kitu kipya kinachotuhitaji pia hata tuwe na muono mpya zaidi? Kwanza, mmoja kati ya kitu kikubwa ambacho tunakiona sisi watu tulioko kwenye hii sekta, utagundua kwamba hivi shughuli za hivi vitu vya umeme vinavyotumia umeme vyote hatujaingia kizembe sana Tanzania sokoni. Utaona kwamba watu wengi walioingia kwenye hii sekta mpaka sasa hivi, wadau wengi weidha wameanza kutengenezea hapa. Sisi tunatengeneza kwa mfano sisi kutoka chini, lakini kuna ambao wanafanya sijui wana assemble, wanafanya nini. Wadau wengi wanaotesa sokoni sasa hivi kwa walioteka soko la vifaa vya umeme vya usafiri, wengi ni ambao kuna sehemu kubwa ya kazi inafanyika hapa. Magari yanayozalishwa nje bado hayajaanza kuja kwa wingi sana, hata bajaji pia. Kwa utaona wengi wanazalisha hapa, kuna kazi kubwa ya uzalishaji inafanyika hapa ya kuunganisha, kufanya nini, kitu ambacho hakikuwa kwa ukubwa sana. Kwa mimi naiona hiyo kwanza kama ni chagizo zuri, kwamba ni mwamko sasa wa kuona namna gani hawa wadau wanashikwa na namna gani ambavyo hatuingii tena katika soko la usafirishaji kama tulikuwa watumiaji tu, bali namna gani tunawezesha hivi viwanda vinavyojaribu kufanya kitu fulani, kwa sababu ili kwamba viweze kukuza ajira zaidi na kukuza uwekezaji zaidi. Kwa sababu nitakwambia kitu kimoja Nudi, ni kwamba wakati wa mabadiliko ya teknolojia ndo wakati mkubwa ambapo new players, watu wapya inabidi waingie. Yani kama wewe ukuingia kwenye media wakati tunabadilika kutoka analog kwenda digital, basi yani wakati ule transition inatokea ndo wakati wa kuingia. Watu wanavyobadilisha kuhusu kwanza kutumia majembe ya plow kutumia trekta
ndo wewe kama ulikuwa na trekta yako ndo ulikuwa wakati wa kuingia pale kuanza kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi pia tunavyobadilisha huu mbadiliko ni wito kwa wadau wote, wafanya maamuzi, watunga sera, kwamba tusiingie tena, yani tusibaki tu kuwa watazamaji. Kwa hiyo tuingie kama watu ambao tunataka kweli kufanya kitu. Utaona miaka mingi iliyopita wakati teknolojia magari inaingia, Japani ndo huyo waliona kwamba nisibaki hivi ndo wakaleta magari yale, na kwa muda mrefu sana, pamoja na kwamba teknolojia ilianza Marekani, lakini Japani amekuwa na sehemu kubwa sana katika thamani ya uzalishaji wa magari. Kwa hiyo ni wakati na sisi pia tuone kwamba wakati teknolojia inavyobadilika hivi, na sisi pia tusiingie tu kama watumiaji, bali pia kama watu ambao tunataka kuzalisha. Na ni muhimu sana kwa sababu madini mengi ambayo hata yanatumika kuzalisha hizo lithium batteries na yanayotumika kuzalisha hizo madini ambayo yanatumika kuzalisha batteries kwa mfano za magari ya umeme tunayo hata hapa ndani na hata ukanda wote wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo wito ni kwamba tusibaki kuwa kama tu watumiaji, tuone namna gani ambavyo tunaenda kushika mnyororo mzima wa thamani pia na sisi. Kulikuwa na kilio cha kwanza gharama za haya magari yenyewe, lakini hata nyie ambao watengenezaji ama waundaji na wenyewe mmekuwa mkilalamikia baadhi ya mambo ambayo yanafanya mjikute kwamba mnalazimika kuuza kwa gharama kubwa zaidi, tofauti na kile ambacho labda Watanzania walitarajia. Wapi hasa kuna shida, na nyie kwa muono wenu kwa kuwepo katika soko mnadhani nini kikifanywa inaweza ikawa chachu ya nyie mkazalisha zaidi, mkauza kwa bei ambayo Mtanzania anaimudu, na hatimaye tukaona haya magari kwa wingi wake? Kuna sababu mbili. Kwanza, ni kweli gharama ziko juu, lakini ziko juu kulinganisha na kitu gani? Umeelewa? Kwa mfano kama nitaongelea kwa mfano kama sisi gari yetu. Sisi ile gari yetu bei yake sokoni inalingana na bei ya gari ya miaka 30 ambayo iko sokoni inatumia mafuta. Unajua kwa mfano Watanzania pia wamezoea kununua magari ya mtumba used. Na yanakuwa ni used miaka 10, miaka 30. Umeelewa? Kwa mfano hizi vilikuu ni hadi miaka 30. Sasa na kinakuja ndo kinakuwa kinasimama kwenye hiyo bei $10,000, $1000 ngapi hapo. Sasa ukileta hii bei pamoja na hivi, huku unapata kitu kipya kwa bei mpya. Umeelewa? Kwa sokoni vinashindana, lakini kwa bei hiyo. Sasa kuna gharama ya bidhaa mpya na gharama ya bidhaa ya zamani, kwa sababu mpaka leo idadi ya Watanzania wanaonunua Toyota mpya ni bado ni ghali. Umeelewa? Ni bado ni ghali kwao. Kwa hiyo kwa swala ughali saa nyingine pia halilinganishi kwa mizania iliyo sawa, kwa sababu unalinganisha kitu kipya dhidi ya kitu cha zamani. Hilo la kwanza. Lakini pia bado kuna nafasi au fursa ya sisi kuwezeshwa ili bei zizidi kushuka chini. Mojawapo ndio hiyo upunguzaji wa kuwepo na ruzuku au upunguzaji wa kodi katika uagizaji wa malighafi ambazo tunatumika katika uzalishaji. Kwa mfano tumetaja hiyo lithium battery. Kwa asilimia mpaka sasa hivi, kwa mfano gari letu sisi 40% mpaka 50% ya gharama ni hivyo vitu tu vya hiyo battery la lithium pamoja na hivyo motor na control hivyo. Sasa kwa hiyo unaona hivyo, kwa sababu bado tunaagiza nje, hatuna uwekezaji hapa ndani. Ni vitu ambavyo nimesema madini yanapatikana hapa, watu wameshayaona hapa, makampuni ya nje yanachukua hapa, yanaenda kuzalisha kule, afu yanarudisha hapa kama bidhaa tena, kwa gharama zinakuwa kubwa. Ila tukiweka uchakataji wa haya madini hapa, uwekezaji katika uchakataji wa madini hapa, na itapunguza sana hizo gharama, lakini pia upatikanaji wa fedha za uwekezaji kwa hawa wadau wanaotumia hiki kitu. Sasa hivi ukienda kwenye miji mingine kwa nchi mbalimbali ambazo tayari zimeshapiga hatua katika ili eneo la magari, utakuta miji mingine mpaka 70-80 ya magari yaliyoko barabarani ni magari ya umeme, mpaka 70-80. Sasa tutafika huko, lakini mimi natamani
na lazima tufike huko, lakini mimi natamani tunapofika huko tusiwe bado tumebaki wale ambao tunatumia gari za miaka 30 nyuma, kwa sababu hatari kubwa mojawapo ambao naiona Nurdin ni kwamba magari ya umeme tukisema tubaki nyuma watumiaji yanayoagizwa kutoka nje, tutageuzwa kuwa jalala la hayo magari na kugeuzwa kuwa jalala katika hivi vitu vya betri za lithium kitakuwa ni kitu hatari sana, kwa sababu ile ni taka wataalamu wanaita ni taka ambayo inahitaji namna fulani nzuri zaidi ya kuitreat, kwa sababu madhara yake hapo kwa jamii. Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani sana tuwe na control nacho kwa pamoja na kuona namna gani ambavyo hivyo tunaendelea, lakini namna nzuri ya kufanya ni wadau walioko sokoni walioonyesha uthubutu wa kufanya vitu fulani, kuona namna gani wanashukwa mkono, hasa kwa habari ya uwekezaji na upatikanaji wa fedha, na kushikwa mikono na kuona namna gani tunatembea kama sera. Hiyo ni jambo la kwetu wote kwa pamoja, na tusibaki tu watazamaji katika hii sekta. Wakati unakwenda mbio, kuna hili la miundo mbinu. Mtu anasema sawa, nanunua gari ya kuchaji lakini itakuwa ni lazima ni chaji tu nyumbani na wapi tena ambako sasa nitakuwa nakwenda. Mmeliangalia hili na kuna uratibu wowote wa kuhakikisha kwamba wengine na wenyewe wachukue kama fursa ya kuongeza hiyo vituo? Tuliona kwenye gesi ilichukua muda, lakini sasa hivi angalau kuna vituo vya kutosha. Yes, kuna chama cha wadau wa mambo haya ya magari ya umeme tunakiita Tanzania Electric Mobility Association, TAEMA. Sasa TAEMA ndo ambao wanajitahidi kucoordinate hilo swala, kuhakikisha kwamba, na tena kuna research wanafanya sasa hivi kuona mpaka sasa hivi vituo mbalimbali vishaanza kujengwa na vinajengwa vingi sana, watu wanafanya, lakini jambo zuri la kufanya ni kwamba hivi haya magari pia ukinunua unaweza ukapewa ya kuchajia yako mwenye nyumbani mwenyewe. Kwa mfano mimi magari yangu mimi unachajia kwa umeme huu wa kawaida, ila tu inachukua muda, lakini unaweza ukachaji hivyo, lakini ukachaji hivyo wakati huo infrastructure nyingine zinaendelea kujengwa, miundombinu mingine inaendelea kujengwa barabarani. Sio sababu yani kwamba ushindwe kununua kwa sababu hauna sehemu ya kuchaji. Hiyo sio kweli, kwa sababu kwanza unapewa, ukinunua unapewa kifaa cha kuchajia nyumbani, kipo unapewa, lakini pia haya ya barabarani pia yanakuja. Na hata kwa nchi ambazo zimeendelea nimeona mara nyingi watumiaji wa vituo hivyo vya barabarani haifanyiki kama ndio ya msingi kabisa. Hapana, ni kama vile tu ambavyo unatumia simu. Kuna sehemu za kuchaji simu barabarani, kuna vibanda vya kuchajisha simu, lakini mara ngapi Nudi unachaji simu kwa kutumia nyumbani, kwa kutumia vibandani dhidi ya nyumbani? Kwa hiyo kwa sababu ukinunua pia kuna kila kampuni na vitu vyake, lakini nyingine pia wanatoa hiyo sehemu ya kuchaji. Sio sababu. Wasiwasi mkubwa labda tu ni kwamba gharama ya umeme itaendelea kubaki hii baada ya watu wengi kuanza kutumia magari. Hiyo ndo wasiwasi wangu mimi umekuwa, na sijui labda TANESCO watatuonea huruma, watatuachia hivyo. Kwa maneno machache, unaiona wapi hii sekta ya magari ya umeme hapa nchini ndani ya miaka 10 ijayo? Kama nilivyosema kwamba ndani ya miaka 10 ijayo ninaona ikikua kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwanza wadau wameanza kuja, na uzuri kuhusu hii sekta ni kwamba hata makampuni naona hata ya nje yanaokuja hapa yanauza magari mapya, umeelewa? Kwa hiyo watu na nguvu kubwa sana inazidi kuwekwa. Bajaji, moja kati ya kampuni ambayo imesambaza hizi bajaji za miguu mitatu, sasa hivi ni kama kila unakopita unakutana tu na wenyewe. Haukutani na hizi za miguu mitatu kwa Dar es Salaam. Wanazidi kuteka soko sana. Ni kwa sababu ukishaamia kwenye kutumia magari ya umeme, yani raha yake, hasa kipindi hiki cha ambapo unapungua gharama, haurudi kule nyuma. Kwa hiyo unaiona ikikua sana katika namna ambavyo ni ngumu kwa mtu ambaye sio mdau kukadiria.
Okay. Kwa sisi wadau tayari tunafuatilia numbers, tunaona na tunaweza tukasema hivyo, lakini kwa mtu ambaye kabisa leo, kwa mtu ambaye sasa hivi hajaona hata gari la umeme hata moja, ni ngumu kufikiria ukuaji ambao utatokea ndani ya miaka 5-10 ijayo. Shadrack, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Naam, ni Shadrack Kikoti huyo, mchambuzi wa masuala ya uchumi, biashara na uwekezaji kutoka KP Motors, ambaye tulikuwa naye hii leo tukipiga darubini kuhusiana na athari za vita ambazo zinaendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran na Israel pamoja na mshirika wake Marekani, ambazo zimesababisha sasa nishati kuwa ni kitu adimu zaidi, hasa upatikanaji wa mafuta, na tumeshuhudia hata leo pia bei mpya za mafuta zikianza kutumika na mafuta kwenda juu. Kwa sasa ukiwa na 10,000 ya Kitanzania utapata lita 2 nukta kadhaa tu, na hata lita 3 haiwezi kufika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba madhara namna gani ambayo tunakutana nayo, na juhudi za kutumia nishati mbadala nazo zingali zikiendelea. Nukta hiyo